Support tunategemea kubwa kutoka kwa mashabiki wetu, mashabiki kutoka nchi jirani na Eswatini, kutoka Afrika Kusini. Hapa tayari mashabiki wanatusubiri tutue Johannesburg tuondoke nao kuelekea Eswatini, lakini tuna mashabiki kutoka Botswana, kutoka Zambia. Najua Eswatini ipo katikati, kwa hiyo imezungukwa na nchi nyingi ambazo zina wanasimba wengi. Kwa hiyo wale wote watakuja uwanjani kuja kuishangilia Simba yao. Na kwa wale ambao wanatoka Tanzania, wanatoka Dar es Salaam, na wenyewe vile vile wapo wanaoanza safari siku ya Ijumaa, wanakuja kuungana na timu yao. Yote kwa yote tunategemea support kubwa, na tunaamini tutakuwa ugenini kama nyumbani. Kwa bila shaka umetembelea baadhi zile mechi ambazo mmecheza indoor za kirafiki. Mechi ya mwisho mkafungwa goli 4. Umeonaje kiasi gani umeona muunganiko wa timu chini ya meneja Pantev? Timu yetu imebadilika sana na imekuwa bora sana kiasi cha kuleta matumaini mapya. Kwanza sisi ushindi haikuwa shida zetu huko nyuma, tulikuwa tunashinda vizuri tu, hasa msimu huu tumeshinda kila mchezo ambao tumecheza. Kwa sisi ushindi haijawahi kuwa kipengele. Tulichokuwa tunakihitaji, na ndio sababu ya kumchukua meneja Pantev, ni kutengeneza soka safi, ni kuifanya Simba icheze mpira wa kutisha. Unajua unaweza kumfunga mtu magoli 3 4, lakini ukawa haujamtisha, haujamchosha, haujamuogopesha. Kwa hiyo tulimchukua meneja Pantev aje tutengenezee Simba ya kutisha, Simba ya kasi, Simba yenye ubora, Simba ambayo ina uwezo wa kucheza mpira wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Na mabadiliko yote tutaanza kuyaona katika mchezo wetu wa tarehe 19. Katika mchezo wa tarehe 19, kutokana na uchache wa muda, usitegemee mabadiliko makubwa sana, lakini utaiona Simba imebadilika kwa kiasi fulani kutoka pale tulipoishia mechi ya mwisho kuja kwenye Simba hii mpya ya meneja Pantev. Kutokana na mipango mikakati ambayo umezungumza hapa, nini wategemea wana Simba ambao watakuwepo hapa kwa ajili ya kushuhudia live na mchezo huo ambao kwa kuwa ni mechi mbili, hatuwezi kuahidi kila mechi na ahadi yake. Tunachoweza kuahidi wana Simba ya kwamba Simba anakwenda hatua ya makundi kwa kujumlisha matokeo ya mechi zote mbili, ya nyumbani na ya ugenini. Kwa hiyo wana Simba wao watudai group stage, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawapa group stage. Mbona tumetambulisha goalkeeper mpya wa magolikipa? Mimi ni kocha mpya wa magolikipa. Ya, tumemtambulisha kocha mpya wa magolikipa, jina lake utalitaja wewe. Ni mwalimu mzuri mwenye uzoefu wa hali ya juu, ni mwalimu ambaye atakuwa msaada mkubwa wa kunyanyua na kuongeza ubora wa magolikipa wetu. Simba tuna magolikipa wazuri sana, hasa unahitaji best coach kwa ajili ya kuja kuwanoa hawa vijana wetu, kuja kuwaongezea ubora hasa kwenye modern goalkeeping style, kuja kuwaongezea maarifa makubwa, kuja kuwaongezea confidence, namna ya kusafiri, namna ya kuchukua mali, namna ya kuondoka, namna ya kuanzisha mashambulizi. Hayo yote ni mwalimu huyu mpya anakwenda kuwatengeneza vijana wetu, na mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Musa Kamara, mtaona mabadiliko makubwa kwa mtu kama Yakubu Suleiman, mtaona improvement ya kiwango cha hali ya juu mno kwa Abel Hussein. Kwa hiyo tusubiri, huyu mwalimu ambaye tumemleta magolikipa ni mwalimu mtaalamu mno kwenye nchi za Ulaya Mashariki huko. Yes, ni mwalimu ambaye ana kiwango cha hali ya juu, ana uzoefu, sababu yeye mwenyewe ni goalkeeper. Alafu ukimwangalia namna ambavyo alivyo, unaona kabisa ni mtu ambaye amekamilika. Bila shaka tumepata mtu sahihi sana ambaye atakwenda kuongeza viwango, ubora pamoja na ujasiri wa magolikipa wetu. Tumeshajivusha hatua ya robo finali, si ndio? Hao wengine watatu ambao tunawakilisha Tanzania pia unaona msimu tukienda wote wanne. Tumejivusha. Umeshasema tayari wana Simba watarajie tukiingia group stage. Je, vipi kwa timu nyingine ambazo zinabaki? Unaona tukiingiza timu nne? Hata sijui. Unajua. Kuna timu nyingine zinashiriki?
Singida anacheza shirikisho, Azam shirikisho, Yanga anacheza klabu bingwa. Na nyie pia klabu bingwa. Mimi najua mimi tu. Okay. Kwa hao ambao nimekutajia? Sina taarifa nao. Tanzania kubwa hii kaka. Huwezi kujua mambo yanayotokea mikoani huko si wapi, huwezi kujua. Kwa muda wote unashiriki, lakini unajua kama kuna timu nyingine tatu. Nime concentrate na Simba yangu. Okay. Sijui kabisa hata kidogo. Niliwahi kusikia KMK anashiriki na yeye. Anacheza na Azam kwenye hiyo. Ndo mpinzani wake. Safi. Tuko sawa sawa. Singida hujasikia kabisa? Kwa mara yake ya kwanza na anafika hatua ya pili. Singida Black Star. Kama unijui hivi. Ya Dr. Mwigulu Nchemba. Aliniambia juzi. Tuliona mko wote. Aliniambia juzi nilipokutana naye Singida. Siku pay attention sana kama anashiriki michuano ya kimataifa. Kwa sababu yule hata Sekafa anaitaka kimataifa. Kwa sasa nikawa sijaelewa. Sasa nikawa sijaelewa anashiriki mashindano gani. Na wenyewe wamo. Basi wakauita kwa unyama sana. Burundi hapa. Burundi. Sasa tumepata nchi za mchekea. Burundi. Imagine tena Burundi mgeni ndo wapi? Malawi si ni Mbeya alochangamka. Unaweza kupanda basi. Yule mgeni anaenda wapi? Zanzibar. Imagine. Kwa pekee tu ndo tunaenda mbali. Simba tunapitia magumu sana kwa sababu ya ukubwa wetu. Sisi kila mechi finali. Nje yetu ngumu, lakini the hard ways only way. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tu ya hatua ya awali ile tukakutana na jiwe kweli kweli la Gaborone United, lakini tukavuka. Leo tunakwenda kucheza na Nsingizini na ni mechi ngumu. Wale Eswatini sio timu ya kawaida. Wana ubora wao fulani hivi ambao tumeufanyia tathmini. Tumeona wale watu wanatisha kweli kweli, lakini tutavuka na yenyewe, tutavuka kwa aina ya timu tuliokuwa nayo na maandalizi tuliyofanya. Tunavuka bila vipengele vya aina yoyote. Hii ndio Simba Sports Club. Kuombea tamema. Hata niiombee dua Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Yanga. Mungu ibariki Singida. Hiyo siwezi kushiriki. Mimi nachotamani timu nne wote watolewe, tubaki peke yetu. Haya moyoni hiyo kaka. Haina chembe ya unafiki hata kidogo. Na ninachomaanisha hicho. Jamani, asanteni sana.